Siku moja kabla ya kumalizika kwa mwezi wa 10 mwaka 2025, nazungumzia tarehe 30, mnyama Simba atakuwa kibaruani kwa kabili TRA United, zamani ikiitwa Tabora United, katika uwanja wa Hassan Mwinyi kule mkoani Tabora. Lakini kuna kitu ambacho amekizungumza afisa habari na mawasiliano wa klabu ya TRA Christina Mwagala, na ndicho ambacho kimetuleta mbele ya screen yako. Hapana, Simba huwa achezewe kiasi hiki, na sisi tukasema lazima tuje tuzungumze na mtazamaji wa Rara Sports atuhakikishie na yeye kwamba mnyama anaweza akashikwa sharubu zake kiasi hiki, na hii video iwafikie wachezaji wote wa klabu ya Simba na wenyewe wadhibitishe ya kwamba wako namna hii. Bwana, ni sehemu ya hamasa kuelekea mchezo kati ya Simba dhidi ya TRA United. Florence Renatus pamoja na Hassan Saddam tupo hapa kwa ajili ya kuhakikishia wewe unapata taarifa nzuri ambayo ndani kunakuwa na uchambuzi ya kinifu kweli kweli. Kubwa zaidi, mimi naendelea kukukumbusha kuhusiana na Jaba Air Solution. Mabingwa hawa wakiendelea kusafirisha bidhaa zote nzuri kutoka katika ardhi ya China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Nzuri zaidi kutoka Jaba Air Solution ni kwamba wenyewe wanasafirisha mzigo wako ndani ya siku 3 tu. Ndani ya siku 3 bidhaa inatoka bara moja kuja bara lingine. Afu kingine kizuri kutoka Jaba Air Solution, wao wanazingatia kile ambacho Mwenyezi Mungu amekupa. Muonekano wako ni jambo ambalo Jaba huwa wanalizingatia sana. Tanzania huwa tunasema sisi vijana wa mjini kwamba mimi naendaga chimbo fulani kufanya mambo yangu. Kwa hiyo ukiwa China, chimbo zuri la kutengeneza muonekano wako mzuri ni kuwatafuta Jaba Air Solution. Wanafanya hiyo shughuli kwa maana kutengeneza nywele zako. Na kukumbusha, Jaba Air Solution wako vizuri katika kutoa bidhaa zote na kuzisafirisha, tuseme hivyo, kutoka kule China mpaka katika ardhi ya Tanzania. Contact now right now. Florence Renatus, niko vizuri. Hassan Saddam, wafu uko vizuri. Hivi Dar es Salaam hamna machimbo? Kila mtu anakuwa na chimbo lake. Dar es Salaam wewe una chimbo lako maalum? Na chimbo moja huyo jamaa alikuwa ananinyoa mimi kwa buku. Alikuwa na mashine yake moja inaumiza. Yaani inaweza kukunyoa mkoto na alama. Kamkimbiaga mshikaji. Hivi nafikiri watu pekee ambao wana machimbo ni Wakishua peke yake. La walobaki watu wana machimbo yao. Wakishua wana machimbo. Wakishua ana longolongo. Enda tu pale baba shop ya aina gani? Tia zake pale 15,000. Mimi Florence nikanyolewa kwa 15,000. Mimi wewe. Mko na heshima. Bwana, karibu ndani ya Rara Sports. Sisi tumeanza hivyo. Christina Mwagala, afisa habari na mawasiliano wa klabu ya TRA United. Unasema bana, afisa habari wa TRA United huyu mwanadada Christina amekuja na utani mzuri na ana combination nzuri sana na Ahmed Ali, kama uliwahi wakikutana pamoja. Wanakuwa na bonge la combination nzuri. Hizo combination. Combination nzuri katika swala zima la kuhamasisha, la kuhamasisha. Kama ni kuhamasisha sawa, lakini huku ni kumshika Simba sharubu zake. Bana, kuna namna ambavyo namchezea Simba unahisi kama vile amekufa kumbe amesinzia. Nadhani ni jambo zuri tukiiweka clip kwanza mtazamaji wa Rara Sports aweza kuipitia, baadaye tutakuja tuchambue. Of course ni jambo zuri kuelekea mchezo wa Simba dhidi ya TRA United, zamani ikiitwa Tabora United. Karibu. Wanangu. Mmemka vizuri? Uko poa kabisa. Namshukuru. Hivi jana mechi ya Simba jana mmeiona? Vizuri sana. Mmeiona jana? Tumeona. Mmeona? Hawafungi. Hawafungi, hawajui kucheza hao. Hawatoboi. Hawatoboi. Kabisa. Kabisa. Mia. Eti jana nilikuwa nawasikia wanasema eti jana hawajacheza vizuri kwa sababu wametunza nguvu ya kuja kucheza na sisi TRA. Hivi nawaingia kilini. Nguvu gani hiyo walikuwa wametunza? Sasa sema jana eti kwamba sisi hatujafunga kwa sababu tumetunza nguvu, tunaogopa kufungwa na TRA. Haiwezekani. Kwa sababu gani mama anakuambia? Wewe waambiwa kutajia mchezaji ambaye yupo kikosi cha kwanza na jana hajacheza. Hivi jana walipanga kikosi chote? Wewe waulize tu. Kisha wako hapa majibu. Alibaki Kamara tu. Alibaki nani? Babu nani? Kapombe. Ndo alikuwa bench. Wengine wote? Kataa sasa ndo kapteni wewe. Kwa hiyo kwenye kikosi chao cha jana kile alikosekana nani? Babu tu. Na Kamara. Kamara wewe. Kacheza ule Tanzania wani huyo. Cha Tanzania wani. Kacheza Tanzania wani. Kwa hiyo pale wanangu mnasemaje pale uhakika? Tunabonda. Tunapiga. Tunachukua. Mimi nimekwambia asubuhi kwamba kuna goli 2 pale. Goli 2 zipo pale. Watanitafuta baada ya hapo. Baada ya mechi? Jitahidi kunificha. Mimi nitaapa namba zako. Mimi nikwambie kitu sasa. Jambo letu ni hili moja. Kuhakikisha kwamba siku ya Alhamisi tunakwenda kupata ushindi kwenye hii mechi. Hivi mkiangalia wachezaji wetu
morali waliokuwa nayo kweli. Tunashindwa kutoboa mechi kweli kabisa kwa mchezo ule wa jana kweli. Tunatoboa na Mkongo anaongea lugha zote. Wanapitia wapi sasa? Una? Na Mkongo anaongea lugha zote. Wanapitia wapi kwa mfano? Yaani unapitia wapi? Ni dada yetu Christina Mwagala akiwa na ndugu zake wa TRA United mara baada ya kufanya mazoezi sasa wakaamua kutuma kijembe mitaa Msimbazi, na wameituma hii kutokana na speech aliyoifanya baada ya mechi ya dhidi ya Singizini. Ahmed Ally alizungumza akasema hatujatumia nguvu kubwa sana kucheza dhidi ya Singizini Hotspurs kwa sababu tuna mchezo wa siku 3 mbele dhidi ya TRA United. Kweli? Yes. Kwa hiyo ina maana Christina yeye akaja kumjibu sasa, akaja kumjibu Ahmed Ally kwamba ina maana wao wanatutunzia sisi nguvu, wana ubavu na sisi. Jamaa pale ameulizwa na Christina akasema kikosi chao chote kilianza kwenye ile mechi kwa maana ya ile game ya Nsingizini. Baadaye akamwambia manake hamna mchezaji ambaye huwa anaanza first 11 hajaanza. Wote wameanza kasoro Babu. Babu nani? Shomari Kapombe. Kapombe ni Babu? Hapana bana. Miaka 34 unakuwa waje Babu kaka? Bado kijana kabisa, miaka 34. Ana energy kubwa ya kuendelea kufanyaje? Kufanya kazi. Kama wamezungumza kwenye lugha ya utani it's okay. Lakini kumuita Babu mchezaji kama Shomari Kapombe fullback ya kulia ambayo up to date kwenye klabu ya Simba yupo Duchu Kameta, lakini bado Kapombe asipokuepo uwanjani watu wanajua kwamba Shomari Kapombe hayuko na sawa. Nashangaa hayuko uwanjani. Na sawa nashangaa sana kwa nini amemuita Babu wakati msimu uliopita wakiwa bado ikiwa sio TRA sasa ikiwa ni Tabora United kwenye mechi ya mwisho ambao alikufa goli 3. Huyo mzee anayemuita mzee alihusika na goli kwenye zile 3. Na nakumbuka ilikuwa ni bonge moja la mechi pia kutokana na ambacho kilitokea kwa Young Africans. Yes. Young Africans atoka kupoteza kwa Tabora goli 3-1. Yes. Baadaye walivyoenda kule Hassan Mwinyi watu wengi wakawa na hope kwa sababu Tabora iko nyumbani. Chochote kinawezekana. Simba naye pia anaweza akapoteza. Japokuwa mchezo ulikuwa na mambo mengi sana. Kwa hiyo anatakiwa amheshimu kidogo anayemuita Babu kwa sababu msimu uliopita kabla hawajabadilisha au kwa sababu wamebadilisha jina. Ndio maana nikasema kwa sababu wamezungumza kitu kibaya ambacho tunacho sisi binadamu. I don't know ni kibaya au kizuri. Ni kujua intention ya kila ambacho mtu anakizungumza. Si unaelewa? Unaweza kuzungumza kwenye mantiki ya kawaida, unaweza kuzungumza kwenye mantiki kubwa, unaweza kuzungumza kwenye mantiki ya kutania. Zote ni mantiki. Ndio. Lakini ni mantiki ambazo wewe unazifahamu. Ila kile ulichokizungumza mapokeo ya mimi inaweza kawa ni tofauti. Kwenye zile 3 mimi nikachukulia sio utani. Umezungumza kwenye mantiki ya kumaanisha tena kubwa sana. Ndio. Sio unanielewa kitu ambacho inawezekana mimi nikakitake it seriously. Sawa na baadaye kikaja kuwa na effect kwa upande wako kutokana na kwamba mimi nilizungumza kwa lengo la kuburudisha tu, kufurahisha tu kwamba mimi lengo langu lilikuwa ni kufurahisha, that's all. Labda kutengeneza intention ya watu ili waweze kuja katika, ina maana wameshatangaza viingilio rasmi vya IPF 20 kwa 10,000. Kwa hiyo washatangaza na viingilio vya huo mchezo. Kwa ina maana Christina anapoendelea kuhamasisha ni mchezo wao, kumbuka ule ni mchezo wao. Anapoendelea kuhamasisha watu wanaendelea kutokana na labda kaula akisema bana kama Simba walicheza vile dhidi ya Nsingizini na sisi tunaweza tukafanyaje tukashindana nao. Kwa labda naweza kwa support watu wengine walioko Tabora, watu walioko sehemu tofauti ili kuweza kufika kajili ya kuongeza chatu nyingine katika huo mchezo. Yaani ukija kwenye reality tu ni game, inawezekana mambo mengi nje ya uwanja. Lakini at the end of the day tunaenda kuangalia kwenye scoreboard nini ambacho kimetokea. Tukienda kwenye scoreboard, TRA United msimu wana kazi. Tayari wamecheza mechi 3, kwenye mechi 3 wana alama 3 pekee. Wana alama 3. Mechi 3 maana yake wamedraw zote sana. Moja ya faida kubwa walionayo ni home stadium. Yani mtu akukuzea kuzungumza huo msemo, mtu kwake. Yani wana uwezo mzuri sana wa kutumia uwanja wao wa nyumbani kama faida ya wao kupata matokeo. Na ni advantage kubwa. Kwa nini? Kwa sababu Simba wana mwalimu mpya. Simba pia wana wachezaji wengi wapya. Ambao tunaweza tukazungumza leo hawana uzoefu na ule uwanja. Ijapokuwa ile cream ya nani ambaye huwa anatumia sana ule uwanja kwa maana kwenye klabu ya Simba they are still there. Right? Lakini hata ukija kwenye benchi la ufundi yupo Matola, yuko ambaye mechi ya mwisho alikuwa, yani ukiachana mechi ya mwisho yuko pale Simba miaka mingi sana.
Kwa hiyo ukija hata kwenye issue ya home advantage, Naam. bado yes utasema Tabora ana faida ya uwanja wake wa nyumbani, yes kwa sababu ni timu mwenyeji, lakini ukija kwa timu mgeni kwa maana ya Simba ukiwaangalia vizuri, wana watu ambao wanaujua vizuri pia ule uwanja ule uwanja. Kwa hiyo ukicombine hivi vitu vyote viwili Hasani, at the end of the day unapata kitu kimoja, inasema mbinu za walimu ndio ambazo zitaufanya mchezo uishe kwa namna hii. Sawa. Tukiangalia Simba yeye kwa sasa iko nafasi ya 6 akiwa amecheza mechi 2 pekee. Simba iko nafasi ya 6. Kuna timu zingine zishacheza hapa katikati. Nakumbuka last time waliposti. Jamaa wako vizuri kwenye msimamo tu pale. Watu wamecheza mechi. Ina maana karibu ligi mpaka sasa hizi inaanza sasa, wiki imeanza ya ligi. Kesho Yanga anacheza na wengine wanaendelea. Tayari kila mtu amecheza mechi. Kuna wale ambao wameshacheza mechi 3, wanacheza mechi ya 4. Wakati hawa Simba na Yanga na Singida Black Star, Azam wote walikuwa kimataifa ndo wanarudi sasa kwanza kucheza mechi zao za mzunguko ngapi? Watatu. Yes. Wakati wengine wanaenda mzunguko wa 4. Na maana Simba anapocheza na Tabora na TRA United kumradi TRA United pila mapato pila kodi, wao wanaenda kwa wanacheza mechi yao ya 4, wakati Simba ni mechi yake ngapi? Ya 3. Kwa hiyo ina maana Simba mechi zake zote 2 ameshinda zote, ambaye amecheza na Namungo pamoja na Fountain Gate. Jumla amefunga goli 6. Okay. Ndani ya mechi ngapi? Mechi 2. Wakati tunavyomzungumzia TRA United, yeye hana goli hata hili hata moja, kwa sababu ukichukua zile mbili sasa kama vile hawezi kuwa na goli, of course hawezi kuwa na goli. Walitoka Dodoma, alitoka sare ya 2-2 na Dodoma Jiji. Okay. Ina maana amelipa deni lake, anabaki plain bila goli lolote na alama 3. Ukisema swala zima la ushambuliaji, tayari ndani ya Simba amefunga goli, lakini kwa upande wa washambuliaji hamna mshambuliaji yoyote wa TRA United ambaye ameliona lango. Okay. Kwa ina maana bado wana kipengele kikubwa sana cha kuhakikisha wanaifungua ile block ya Simba kuweza kufunga. Na nimekuwa ni safu moja ya ulinzi ambao ni ngumu sana kuweza kuwa unlocked. Na tayari tunavyozungumza beki wa Simba Sports Club ndo anaongoza kwa goli zake 2. Kwa hiyo maana Rushaine Raika anaenda kwenye huo mchezo tena, ana advantage yoyote, inaweza ikapigwa labda corner. Anaweza kuwa top scorer bwana. Masiala hivi. Jean Shalahu anaye safari yake aliyoanzisha, alianza mechi ya kwanza alifunga dhidi ya Fountain Gate, hakufunga mechi iliyofuata lakini alitoa assist. Kwa anaendelea pale na bado yupo. Kwa ina maana wakati Tabora United wanazungumza mechi ya mwisho ambao aliwafunga goli 3, alihusika na goli lake. Bado anarudi tena. Kwa wakati Christina anazungumza haya, akumbuke kwamba kwa sasa bado wao chini ya mwalimu wao Kasim Otieno huyo Mkenya, bado wana kazi kubwa ya kufanya mbele ya Simba, na ile hali tayari wamecheza mechi 3 pasina kuokota chochote. Very true. Kwa unaweza kaisifia ile lineup nzima ya defense ya Tabora United ambao mwalimu anatumia 4-2-3-1. Ina maana anasimama striker mmoja, anaweza kasimama na Chilunda, Shabanedi Chilunda kama unamkumbuka. Anaweza kasimama yeye au kasimama kuna striker na alafu anatarajia viungo wa pembeni waje wamsaidie. Kwa hiyo ina maana anaingia kwenye huo mchezo mwalimu kabla Christina sasa muachie Christina ya kuhamasisha. Tunapokuja uwanjani, TRA United wana kazi ngumu ya kushindana na Simba. Yaani ni kama TRA kwenye zile percentage za ushindi, TRA tunaweza tukampa hata 40. Tunampa ndogo sana. It's okay. Unajua hata kwenye betting unakuta mtu ametia huyu anapewa odds 5, anapewa odds 1, tunajua huyo mmoja anashinda. Takupa story moja. Liverpool msimu uliotoka kumalizika kombe la FA aliondolewa na timu inayoshiriki ligi daraja la kwanza. Sasa kwenye betting pale Liverpool alikuwa amepewa odds 1.06. Hichi kitimu kiko kimepewa odds 20 kishinde. Kimkanyaga Liverpool chuma hii moja haikurudi. Yaani ndio uone mpira kuna maajabu yako. Hata Tabora United na Simba. Tunaweza tukasema Tabora tunampa labda 30%. Lakini Tabora akafanya vizuri. Kitu ambacho mimi nakifahamu ya kwamba competition ya ligi kuu msimu huu imeanza mapema sana. Na ukiangalia Simba kwa sasa hivi ana struggle kuona namna gani ambavyo drop point, kwa sababu ameshajua moja ya mtu ambaye anashindana naye kasha drop alama 2. Kwa hiyo hakikisha anapambana nipe nikupe, aachi gepu lolote. Sababu kesho anacheza Young Africans. Ikitokea akapata ushindi, tumizi atasogea toka alama 3, maana yake anapanda paka ana alama 4. Ana alama 4, si ndio? Mechi ya kwanza akatoa sare. Anakuwa na alama 7. 6 Simba anakuwa na alama 6. Kwa hiyo hajacheza mchezo wake. Kwa hiyo ikitokea akapoteza Simba huko draw, it means atapata 7
au atabaki na zile sita. Yanga na mzidi tayari umeanza kutengeneza advantage. Tunaanza kutengeneza kama msimu uliopita nitakuja kuacha kwa pointi moja dakika za jioni. Advantage kwa mpinzani wao. Kwa sasa hivi vyovyote ambavyo wanafanya Simba wanataka kuhakikisha kwamba kila mechi kwao ya ligi kuu ni finali. Yani collect pointi zako haraka kwa sababu kitu ambacho kimoja wapo kiliangusha Simba msimu uliotoka kumalizika ni draw dhidi ya Coastal Union 2-2 KMC na ile draw dhidi ya Fountain Gate 1-1. Ile 1-1. Ukiachana na kupoteza zile alama 6 kwa Young Africans. Pia hivyo ni vitu viwili ambavyo afu kuna draw nyingine na Azam. Kama unakumbuka 2-2. Yani ukiangalia dakika hizo zote tunazozungumza za jioni Simba na drop point. Za jioni Simba ana drop point. Ukiangalia kwenye hizo michezo zote miwili, mitatu Simba aliacha alama 6. Kitu ambacho wakati Yanga alikuja kuacha alama 6 kabisa plain without aliacha alama 6 plain bila shida. Alifungwa na Azam goli moja, akafungwa na Tabora ambao ndio TRA United, akawa amepoteza alama 6. Kwa ina maana angemsaidia Simba kwenye hizo mechi ambazo alifanya makosa ya mwanzo, angemsaidia kufanya kitu. Kwa ina maana msimu huu Simba anaporudi sasa kwenye kampeni mpya ya msimu mwingine na ameanza vizuri safari yake, ana alama 6 tayari na magoli yake 6. Kwa ina maana safari yake inaanza kwenda vizuri. Yeah, very sure. Bwana, nakushukuru sana wewe ambaye umeendelea kuifuatilia Dara Sports. Usituchoke. Sisi hapa taarifa nyingi za kimichezo zinaendelea kuja. Kwa wewe ambaye ndo mara ya kwanza, njia pekee ya kuendelea kukutana na sisi ni kupitia alama ya kusubscribe, afutia kikengele kile. Kiingia tu ndindini, unakuwa wa kwanza pale, unatia like yako afu unatia comment yako, mambo yanakuwa bulbul. Asante pia kwa Pako ambaye alisimamisha vizuri kamera na kutakia wakati mwema. Karibu tena ndani ya Dara Sports.